kwa kutukaribisha mkoani kwako. Tumekaribia, tuliambiwa kuna joto lakini tumekutana na baridi. Jana usiku ilikuwa inasoma 12, lakini wakazi wa hapa wanasema ni hali ya kawaida. Umedhihirisha hilo kwa hata vazi ulilovaa, sijaona jacket wala koti. Lakini sisi tulitamani tuvae makoti juu ya suti. Ndio hali halisi ya mikoa hii ya kwetu huku. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunaiona Njombe. Njombe imebadilika sana. Naomba kudeclare, mimi nimeishi ukiwa mkoa wa Iringa miaka ile. Na Njombe ilikuwa ni moja kati ya wilaya za mkoa wa Iringa. Kwa tunakwenda Makete, kuna basi moja ilikuwa inaitwa Mwafrika. Tunapanda pale Iringa tunakwenda Makete. Ukipanda asubuhi unafika kule jioni. Kwa sababu kutoka hapa kwenda kule barabara haikuwa nzuri na basi halikuwa haya mabasi ya leo mnayoyaona, sijui Yutong, sijui yale hayakuwepo. Kwa ni skani ya moja hivi lenyewe linakuwa na burudani likiwa kwenye barabara ya vumbi. Kwenye lami linahangaika. Kwa hiyo ndio ilikuwa Iringa na Njombe ya wakati ule. Baadaye ikaja kuwa Njombe hii, ikakatwa huko, tulikuwa tunahofia sasa Njombe sasa wapi panakuwa makao makuu, Makambako au Njombe pale. Baadaye tukaona inakuwa Njombe, na hatimaye sasa tunaona hizi wilaya zimeshatengenezeka vizuri. Huwa napita hapa sio nakuwa nimesinzia, sina uhakika sana. Leo wakati tunakuja huku ndio nikawa naangalia kushoto kule kuna majengo na huku kuna majengo tena yamekaa kisasa zaidi. Sasa tuliokuwa kwenye gari mle wote wageni wa Njombe, dereva mgeni, mimi mgeni, hata tulikuwa tunawapakiza wageni. Tunaulizana au ndio kwa mkuu wa mkoa kule. Sasa kuna gari nyingine mbele na naifuata na tuongoza. Kwa tumebashiri vizuri. Sina uhakika sana na majengo ya mikoa mingine. Maana hata makao makuu ya nchi Dodoma hakuna jengo la mkuu wa mkoa linalofanana na hili. Miji yote mikubwa mnayojua, Mwanza, Arusha, Mbeya, mimi sijaona jengo la hivi. Yaani ukiliangalia unaona kama unavyoiona majengo ya Yudom kule kwa Dodoma. Yale mazuri mazuri yale. Fananisha na hapa. Au ukiwa unaenda Chamwino kule, kabla hujafika lile jengo jeupe kule kwenye nchi kwenyewe, yani mna bahati, sijui ni wewe mwenyewe mtaka au ulikuta, sina uhakika sana. Kwa hiyo naonesha dhahiri kwamba mmeivuta attention ya serikali na wanaimulika Njombe na mambo mazuri yanakuja Njombe. Hayo ndio yaliyopelekea na sisi wenyewe kusema bana, hebu twendeni hivyo hivyo huko Njombe. Tunafikiria panaweza pakawa padogo, lakini tutajibananisha humo mpaka patakuwa. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Mtaka, wewe unaweza kuwa hujioni sana. Sisi watu wengine tunakuona kwenye TV huko, kwenye simu tunakuona sana, na watu wako attracted sana wakikuona unazungumza, wanavutiwa waendelee kuona. Kwa hiyo ndio imetupushi na sisi kwa sababu tumpelekee ili dude, maana Memosi ni dude zito. Ngoja tukuangushie ili zigo. Tukuangushie ili zigo pambane nalo, maana tunajua hakuna kinachoshindikana kwa Mheshimiwa Mtaka na timu yake popote wanapokuwa wanatengeneza very strong team. Tunaiona solidarity iliyojenga pale Simiyu, watumishi pale mkoani, mpaka wale wa chini kabisa wakikuona unatoka kwenye gari wanakimbia kuja kukusalimia. Na walishakuzoea unatembea mjini, namba zilizoandikwa pale kuna moja, kuna zero, kuna tarakimu 3 na kuna koma nyingine, kuna 3. Na jamaa aliyetoka pale hafanani na hiyo hela. Kadandia pikipiki yake akasepa. Kwa hiyo kumbe wako wengi kwa huu wa aina hiyo. Mimi simjui yule bwana, na kwa kweli hata nikitaja jina ningekuwa namfahamu, inawezekana hata wewe umfahamu. Lakini kuna watu unknown kwenye huu mkoa wana uwezo mkubwa.
Naamini mpaka unakuja kutoka hapo utakuwa transform watu wenye kulimbikiza mahela benki watatengeneza mkoa wao kuwa mkoa wa kisasa zaidi. Kwa tunaamini hata Mei Mosi ni fedha. Kiandaa fedha na mpangilio mzuri, hakuna kinachoharibika. Kwa Mheshimiwa Mtaka, tumesema sisi kama TUCTA tunaamini sana tukiwa chini ya mbawa zako kama ulivyofanya pale Dodoma. Mei Mosi ilikuwa nzuri sana na sisi watu tunapiku. Ile iliyokuja tuna sifu nzuri sana, inayokuja inakuwa nzuri sana. Sasa ile ya Dodoma ina miaka karibu mitatu, zimetokea Mei Mosi nyingine kama 3 zimeshafunika, kwa hiyo tuko hatua juu zaidi. Kwa ni imani yetu kwamba utaruka ile mikoa yote Mei Mosi zote 3 tutengeneze kitu very best kwenye mkoa wetu wa Njombe. Tumepata utayari wa serikali kufanyia Mei Mosi kwenye mkoa wetu wa Njombe, kwa sababu kuna wakati kuna ucheleweshaji wa kuonesha utayari, mpaka tunaamua kwenda kuanza wenyewe, matokeo yake tunakutana na barua na kuhamisha mikoa. Kwa hiyo kwa mkoa wa Njombe tumepata barua kabisa inayotuthibitishia tunafanya Mei Mosi Njombe. Kwa hiyo hatutarajii kuanza na kuhama. Na Mheshimiwa, najua matukio kama haya wao wanayatumia kama fursa kwenye eneo lako. Na sisi tunaamini tayari huu wa serikali kuleta hapa, na yake sasa tunaweka base hapa mpaka tunapoenda kumaliza Mei Mosi tarehe 1 mpaka tarehe 2 ndio watu watasambaa kutoka Njombe. Lakini tumeupokea utayari wa mkoa wako vizuri kwa mikono miwili, kwa sababu barua ilikuja haikuchelewa kabisa. Barua ilivotinga, nakumbuka mimi nilipigia simu kwa unaenda Musoma kwenye msiba. Uliniambia kabisa sasa niko sehemu ngumu hapa, lakini hiyo habari ulionipa ni habari nzito. Ulipofika maeneo mazuri ulinipigia, tukajadiliana na mimi nikarudisha feedback kwa mtendaji mkuu wa shirikisho. Nikamwambia bana, Mheshimiwa Mtaka amelipokea hili jambo. Anasema alikuwa anawaza kutafuta kuuliza tunaenda wapi mwaka huu. Na niseme tu kweli nimetafutwa na watu tena wa Dodoma. Kilitaka hili wala sio Mheshimiwa Rasi, wale wabunge wa pale. Bwana, hii Mei Mosi tunataka ije huku. Sasa tunarudije mara mbili eneo moja, tutafute sehemu nyingine tunaweza kufanya. Lakini najua tusingemaliza huu mwezi kabla hujapiga tena. Uuliza bana, mwaka jana mliyumba huko Mbeya mpaka mkanyang'anya. Mwaka huu vipi? Sasa tukaamua kukuletea kama. Kwa hiyo tumepokea kwa mikono miwili utayari wa mkoa wako kufanya hizi sherehe. Lakini sisi tunajaribu kuwa tunatangulia mbele. Tuna timu ya watu wetu hapa ambao ni watu wako pia. Kwa tunaweza tukasema tuna timu ya watu kumbe ndio hao na wewe unawategemea wafanye shughuli zako. Tumeshatengeneza na hizi kamati, sisi ni watu wetu na tumeandaa na watakaokuwa makatibu kwenye hizo kamati, tukitaraji kwamba watakaokuwa wenye viti watatokea upande wa timu yako. Kama tunatamani sana kuwe na waheshimiwa ma DC, kama sio DC mashindano ya magari. Kigusa tu mashindano ya magari, kuna watu wako Iringa huko, wale Waarabu wale na wengineo wanapenda sana hizo shughuli. Kigusa tu huko. Nafikiri Singida tulifanya. Ilikuwa makimbizano, watu walikuwa wanashangaa hawajawahi kuona gari inazunguka inakwenda inarudi. Same na huko nafikiri kwa sababu ni mbali mambo haya hayafanyiki. Tuwaletea nao watapata burudani. Na katika kipindi hicho cha wiki 2 tutakuwa na watu wengi zaidi, tutakuwa na watu wageni hapa zaidi ya 2000 tutakuwa nao hapa. Kwa hiyo ni juu yetu kuona accommodate wote hapa au tuwagawanye katika makundi, wengine waende Makambako jinsi ambavyo tutaona inafaa. Na watakapokuwa hapa hivyo viwanja ni vyema vikawepo, naomba kuna taasisi mbalimbali zina viwanja vya michezo, lakini kama havipo kwa sababu tuna muda wa kutosha, tunaweza kuandaa mazingira ya ujenzi wa hivyo viwanja vitakavyoweza kuaccommodate timu tutakazokuwa nazo hapa. Lakini jambo jingine la muhimu ni uwanja tutakapofanyikia tukio. Ni imani yetu kuna uwanja mzuri hapa, kwa sababu miaka ya nyuma tulikuwa na timu za mpira hapa. Tulikuwa na Njombe MG, tulikuwa tuna Nazareth. Naamini walikuwa na uwanja walikuwa wanautumia hapa miaka hiyo. Kama unafaa na kama utakuwa na shida, na kwenye hilo watu napenda kuwashirikisha wenzetu wale watu wa itifaki. Wao wana ngombe zao ngumu kidogo. Watu tukikaa nao jirani wanatusaidia, wale watu kutoka Ikulu. Wana maelekezo yao wanafanya. Kwa hiyo kama kuna chochote tutakifanya na wenyewe wakaja wakaridhia, tunaendana nao sawa sawa.
Kwa hiyo hayo ilikuwa ni mambo ya msingi, lakini lingine ni fursa sasa kwa wenzetu wana Njombe. Kama kuna fursa za usafiri, kama kuna watu wana magari taxi, kuna watu wanapenda kutumia taxi, wametoka mijini wanaogopa pikipiki hizi, ajali nyingi, wanatamani kuwa wanatumia taxi. Nimezunguka hapa sisi kama kuna taxi hapa mjini, lakini kama hazipo tunaweza kushawishi watu wakageuza magari yao kwa taxi. Lakini nyumba za kulala, kwa sababu ya wingi wa watu, watakwenda kwenye zile ambazo kuna wengine wanaandaa tu bora liende. Tukipeleka hamasa huko na tukawaita wafanyabiashara, tukaambia waboreshe maeneo yao kwa maana ya usafi na facilities ziongezeke kwenye vyumba, inaweza kuwa nzuri zaidi. Alikuwa nauza chumba shilingi 10,000, 5,000, kama kuna mahali pa kulala pa 5,000, labda 10,000. Waboreshe hata kama bei itakuwa imeongezeka kidogo. Watu waliotoka mjini huwa mara nyingi bei hoteli za mjini zina gharama kubwa. Kwa hiyo hawezi kushindwa kulala 15, 20, hata 30, lakini at least ile chumba kiendane na hizo gharama. Lakini kuna maeneo mbalimbali hizi clubs za watu wa gonga vyombo, wanaokuja huko mjini wanakuja wamelipwa posho zao, wanazitumia wapi? Kwa hiyo fursa kwa watu wa Njombe kuweza kutoa hizo huduma za vinywaji. Kama mwingine ameshazoea sio anafunga saa 2 saa 3, wale wa mjini walishazoea wanakaa huko mpaka saa 9, ni mazingira yao ya kawaida. Tunaweza tukawaelekeza watu wetu hapo wakajua kabisa kwamba sasa tuna ugeni na vitu viongezeke. Kama ni issue za nyama, sina uhakika sana na wafugaji kama huko hapo kama maeneo mengine, lakini kama wapo anaweza kupata fursa. Alizoea kuzoea anachinja kuku 4 5 kwa siku, anaweza kujikuta na anachinja kuku 30 kwa siku moja na wakaisha. Sababu wale watu wakifanya shughuli zao mchana wanaenda kula, wanafanya shughuli zao jioni wanaenda kula na kunywa. Kwa hiyo mambo kama hayo yanaongeza fursa kubwa sana kwa wananchi wa mkoa wetu wa Njombe. Kwa hiyo ni imani yetu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tutavoleta Mei Mosi hapa tukafanya shughuli zetu mpaka siku ya kuondoka, tutakuwa tumefanya jambo kubwa sana katika mkoa wetu. Lakini katika kipindi hicho tunakuwa tuna mizunguko ya ziara mbalimbali za kuangalia maeneo mbalimbali ya vivutio vilivyoko kwenye mkoa wa Njombe. Na tunakwenda huko na waandishi wa habari wanapokuwa wanarusha, watu wanashangaa, kumbe Njombe kuna 1 2 3. Tulikwenda kwenye mkoa wa Singida kule, kumbe kuna mtemi kiongozi wao mwanamke anaitwa Liti. Hata hilo jina la Liti lipo kweli. Kaenda mpaka huko kwake, tukakuta huko familia yake na nini, vitu vya namna hiyo. Tujifunze vitu tofauti. Tunatamani tujifunze na Njombe. Hakuna mahala ambako hakuna mila na desturi. Na imani watu wa Njombe wana hizo. Hao watu wa mila ni wa muhimu kweli, Mheshimiwa Rais. Hasa siku ya tukio. Unakuta mikoa yetu hii haitabiriki. Siku ya tukio kashangaa mvua imetanda huko juu, lakini naamini mimi nimekaa mikoa hii, wataalamu wa kuzuia ile wako wengi zaidi. Wanazuia. Mimi nilikuwa naona wanazuia mtu anafyatua tofali pale, anazuia mvua sinyeshe. Sembuse kuwepo kwa Mheshimiwa Rais wa nchi, huko wapo wengi. Wanaamini mila na desturi ni pamoja na hayo. Wa promote wakiwepo siku hiyo wanapata kabisa na posho, wanalipo, wanakaa jukwani. Mvua ikitaka kuja wakiangalia tu hivi na inatulia. Baada ya tukio wewe unaweza kuendelea kunyesha kama kawaida. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni imani yetu kuja kwetu Njombe kunatuongezea jiografia ya ufahamu wa nchi yetu, lakini mahusiano na watu. Kama ulivyoshauri, watu wasiogope kuchumbia Njombe kwa sababu maneno mengi, sijui kuna ukimwi, kuna nini. Sisi hatujaona watu wagonjwa, tunakutana watu wazima barabarani. Kwa hiyo na wao wasipoogope pia. Sisi ni wazima. Watupokee tu vizuri, na hatuna matatizo yote kama mnavyotuona. Tuko salama salmini. Mshikamano, solidarity. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunavyohangaika kupambania haki na maslahi ya wafanyakazi, tuna staili yetu ya kukaa na serikali. Haya mambo ya kukimbizana mabarabarani huko bila kukaa na kujadiliana, sisi tulishaona ni imepitwa na wakati. Ndio tunapigana, tunapambana, mishahara inapanda, na ikipanda inapanda kwa wote. Wote, hata wale ambao sio wanachama. Kwa hiyo niwape moyo wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama, sio wanachama wetu, lakini tunapopambana na wenyewe wanakutana na wanapitia humo.
Ukisema solidarity na wahusu na wao. Solidarity, forever, mshikamano, live. Asante sana mheshimiwa mkuu.